tulikotoka ni mbali sana. Mpaka leo tunakuja kuambiwa hapa hali ya maambukizi ni 4.7 kitaifa. Lakini Tabora mmefanya kazi kubwa sana. Miaka 2003 hali ya maambukizi ilikuwa ni 7.2. Ilipofika 2015 hivi ilipungua zaidi mpaka 2017 18 hali ya maambukizi kwa Tabora sasa ni 5.1. Ni maendeleo makubwa, lakini bado, kwa sababu kwa ujumla Tanzania ni 4.7 asilimia. Nyinyi 5, manake mmepita asilimia ile ya kitaifa. Kwa lugha ya ulinganifu bado kuna kazi ya kufanya, si ndio? Kuna kazi ya kufanya, na jinsi ya kufanya, ndugu mkurugenzi, kama utakuwa unatumia fursa vizuri, fursa mojawapo ni kutumia hizi konga, kwa sababu ngoja niwaambieni mkakati mzuri sana wa kupambana na janga hili la ukimwi ni kumtambua aliyobeba kirusi hicho. Basi, yaani tukiwa na uwezo wa kumjua nani amebeba kirusi hicho, sio kwa nia mbaya, hapana, kwa sababu ukimjua maana yake unamweleza, au wewe mwenyewe unajifahamu kuwa nimebeba tatizo hili linatatulika kwa sasa. Kwa unaenda hatua ya pili. Hatua ya pili ni ipi? Ni kwenda kuanza dawa mara moja, ili yule kirusi aliyopo ndani afanye nini? Afubae. Akifubaa sasa, ndipo pale mmeshaweka mkataba wa kudumu. Wewe na yeye mnaishi kwa utaratibu. Wewe unameza dawa utaratibu wako, na yeye ile dawa inamsaidia kuwa mpole, anakaa pale ndani. Hakikaa katika hali hiyo, wataalamu wanafahamu hao, ukiwa na copies chini ya 50, maana yake wewe upo kwenye hatua ambayo huwezi kumwambukiza mtu yoyote, na pia wewe mwenyewe huwezi kupata madhara yoyote. Hatima yake tunakwenda kwenye hatua ya pili, ambao huo ndo mkakati wa kidunia. Ifikapo mwaka 2030 kusiwe na maambukizi mapya. Kwa hiyo kama watu wote ambao tuna changamoto hiyo tumefikia hatua ya kuwa virusi vyetu vimefubaa, maana yake hatuwezi kufanya nini? Kuambukiza, na hatima yake hakutakuwa na mtu yoyote mpya mwenye kuambukizwa virusi vya ukimwi. Tumeshafikia hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa, kama ukiweza kufikia hivyo hizo kopi za 50, maana yake siwezi kuambukiza. Faida nyingine, huwezi kupata magonjwa nyemelezi yoyote. Hatima yake huwezi kufanya nini? Kufa, eti kwa sababu ya kuwa na virusi vya ukimwi. Maana yake tutakuwa tumefikia sasa ile 0 ya kuwa hakuna Mtanzania yoyote atakaye kufa kwa sababu eti amebeba kirusi cha ukimwi. Hiyo ndio dawa kubwa. Kwa hiyo ndugu mkurugenzi, kama unatamani kuwa hapa watu wote ambao unashughulikia maendeleo yao wawe na nguvu, wafanye kazi, waongeze tija, hatimaye tuingie uchumi wa kati, tuhakikishe wote tupime, tujitambue kuwa kama tuna virusi au hatuna. La pili, tukishaitambua kama tuna virusi, tunakwenda hatua ya pili tu, kuwa unafanya nini? Unaanza kutumia dawa mara moja. Na ukianza kutumia dawa mara moja, unakuwa mfuasi mzuri, na hatima yake unakwenda kwenye hatua ya tatu, kuwa vile virusi vimefubaa, hautakuwa na uwezo wa kumwambukiza mtu, na hautapata magonjwa nyemelezi, na hatima yake hauwezi kufa eti kwa sababu umepata virusi vya ukimwi. Hiyo ndio jukumu kubwa, Mheshimiwa Mkurugenzi, nikuachie. Piga kampeni hao 5.1 ngazi ya mkoa wajulikane, Mheshimiwa Rais. Sio wajulikane katika maana wewe ukawatafuta ujulikane, wajitambue, niseme wajitambue, na mara baada ya kujitambua kuwa waanze kutumia dawa na muwafuatilie. Jukumu la konga hii, Mheshimiwa Mkurugenzi na Mheshimiwa Rais, wamesema wenyewe kazi yao ni kuwatambua wenzao ili wajitokeze waanze kutumia dawa. Na kazi yao ya pili kubwa, wale wanaotumia dawa wao waaminifu, hatima yake kuwa kama wakipotea wameacha kutumia dawa, hao ndio kazi yao kwenda kuwakumbusha.
mbona utumii dawa? Una changamoto gani? Mimi kule ni mbali. Wanafuata taratibu ili uweze kupata dawa kwa wakati. Ndio maana kuna wale wataalamu nimeambiwa hapo wanaitwa wakili tiba. Wale wakili tiba wale ndio wanasaidia sana kuwapatia hizo huduma ili wapate dawa kokote kule walipo na kupelekewa huduma rafiki. Kama wana changamoto za lishe, wao wanafahamu, kuna mifumo yao ili waweze kutumia dawa wakiwa na lishe. Kwa hiyo tumia mfumo huu ili kuhamasisha, ili watu wajitokeze na waweze kupima na waanze kutumia dawa na vitu vingine viendelee. Ndio faida kubwa ya uwepo iko. Mimi nafahamu faida hizo unazifahamu, lakini kama unataka 5.1 ishuke mpaka 0, hakikisha tumtambue mwenye kirusi, ili yeye mwenyewe akijitambua aendelee na utaratibu ambao nimeuzungumza. Mheshimiwa Mkurugenzi na Mheshimiwa Katibu Tawala, nikwambie tu kuwa yawezekana ikawa ni rahisi tu hivi kusema. Tumeambiwa hapa kuwa kitaifa takribani Tanzania mzima tuna maambukizi mapya yasiyopungua milioni 1 na kama 700,000 hivi. Hao ni Tanzania. Ni binadamu hao. Ni binadamu. Tena wao ni wapya. Unaweza kujifanya kana kwamba uelewi vile. Ukaona hii milioni 1,700,000, milioni 1,700,000 kama ni ndogo. Lakini igawe hiyo kwa miezi 12. Utapata idadi fulani. Ukichukua hiyo, maana utapata idadi ya mwezi mmoja wangapi wapi. Kama hiyo unaona kama haielekeleweki hivi, ichukue hiyo sasa igawe kwa siku 30 ili uweze kujua kila siku moja wape ni wangapi. Ukiona hiyo haifai, basi gawa hata kwa masaa, ili ujue kila saa moja unapata mpya ngapi. Sasa hilo mimi ninaogopa kulisema kwa ngazi ya taifa, utaona kama ni mzamzaa. Fanya ngazi ya mkoa, fanya ngazi ya halmashauri, jua hapa maambukizi mapya ngazi ya halmashauri ni wangapi. Ichukue hiyo katika mwaka, ichukue gawa kwa 12, ichukue hilo gawa kwa siku, utaona wapi. Sasa hilo itakusaidia wewe kukupa hamasa ili ujipange vizuri, ili uweze kuwafikia watu, kuanzia kuwatambua, kupewa huduma na hatimaye kuwalinda wapate afya njema, ili wao wazalishaji wazuri wa nchi yetu hii. Mheshimiwa Katibu Tawala, naomba tu niendelee kuwapongeza sana. Katika risala ambayo wamezungumza hapa, wamezungumza mambo mengi wanayofanya, ikiwemo miradi mingi ambayo wameifanya. Nimeambiwa wamepata miradi kutoka Benjamin Mkapa Foundation, FHI 360, Amrefu, mradi gani mwingine kutoka TACAIDS wenyewe, lakini kuna mradi mwingine mmepewa zaidi ya milioni 200 sina kitu. Mradi gani? Tujenge afya, sio tulonge afya, tujenge afya, nimesikia ipo. Kwa hiyo yote hiyo, hizi ni fedha ambazo zinafika kwa ajili nyinyi kutekeleza miradi. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa Mkurugenzi na Katibu Tawala, kuna wadau wengi sana wanafanya kazi katika mkoa huu na halmashauri hii. Na wadau hao wote hao wana malengo haya niliyosema kidunia. Kama nchi tuna mipango ambayo tunajua kuwa ifikapo mwaka 2025 tusiwe na maambukizi mapya, lakini tuwe na 95% waliopima, lakini pia tuwe na 95% wanaotumia dawa, na tuwe na 95% ambao virusi vyao vimefubaa. Lakini tuna lengo ifikapo mwaka 2030 kusiwe na maambukizi mapya, watu wasife. Kwa ajili ya nini? Virusi vya ukimwi, si ndio? Lakini tuwe na kusiwe na unyanyapaa. Hayo ni malengo ya kitaifa na kidunia. Sasa hawa wanatekeleza, wanapata fedha kutoka kwa wadau moja kwa moja, wanapata fedha kutoka serikalini, wako wengi katika halmashauri zenu. Katika risala hii wamelalamika hapa, wanasema hakuna ushirikishwaji. Sisi tunaona tu hapa amekuja muda huyu. Utajikuta sasa, ndugu mkurugenzi, mtu anaenda kwenye familia moja, muda huyu anakuja kumsaidia jambo hili, mwingine anakuja kumpa lile, mwingine anakuja kumpa lile, mtu huyo mmoja, wakati kuna wengi ambao wanahitaji huduma hizo ambazo kimsingi wangeweza kujuana, kusema mimi naenda kumpa Juma, wewe kampa Asmani, wewe kampe nani, kwa kutumia
resource ndogo mliokuwa nayo inawafikia watu wengi. Lakini pia mnamchosha yule ambaye mnaenda kumpa huduma. Kwa mfano kama unaenda kumpa huduma ya elimu, leo anakusikiliza huyu, kesho anakuja kurudia lile, kesho kutwa anakuja kurudia lile mtu mwingine. Hapana, pale mnamchosha mtu. Lakini pia hata kumpa vitu vya ziada kwake ni kuchosha. Yaani unaenda kumpa unga leo, kesho na kesho kutwa muda huyu anampa unga, kesho kutwa tena anakumpa unga. Si sahihi. Jambo hili litatibiwe katika ngazi ya mkoa kama alivyoratibu Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ngazi ya taifa. Mkoa nao mliratibu, na ndio maana kuna ratibu wa mkoa. Wilaya nayo mliratibu, ndio maana kuna mratibu wa wilaya, na halmashauri zake nayo pia tuziratibu. Jambo hili kuwakutanisha wadau wote wanaoshughulika na mambo ya ukimwi kwa pamoja, muweze kuzungumza. Wewe unafanya nini? Unafanya wapi? Unamlenga nani? Unashughulika na kitu gani hasa, ili mgawane huduma hizo ziwafikie watu wengi kwa wingi, kwa ubora mkubwa, kwa kuwatambua. Msiwafanye watu wafanye kazi bila kutambuana. Muwe na forum ya kuzungumza katika kila robo mwaka, mukutanishe, mupewe taarifa ya utekelezaji, sio kuleta tu makaratasi ofisini. Waite, niambie umefanya nini. Pata nafasi ya kwenda kuangalia, kama mimi nilivyotoka kutoka makao makuu nimekuja hapa kuja kuangalia. Wewe unashindwaje halmashauri yako kwenda kuangalia hizo nyumba, kwenda kuwaona hao watu? Unapaswa utoke ofisini, nenda kaone baada ya kusoma hizo taarifa. Lakini hawa na COFA advantage yake kuwa wanawafahamu. Kwa mtu yeyote anayekuja kufanya kazi hapo, akianza kushirikiana na COFA inamsaidia kwa kuwafikia watu ambao wanafahamika, na wale ambao hawafahamiki wanapata hamasa. Kumbe wakijionyesha wanapata huduma hizo ambazo zinatakiwa.